Na sasa tuelekee kule nchini Kenya ambako tunaambiwa kwamba bei ya diesel imepungua huku wahudumu wa usafiri wa umma wakiahidi kuendelea na mgomo wao nchini Kenya. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano naye Martin Weren kutoka Nairobi nchini Kenya, ambapo Martin alianza kwa kuelezea kuhusiana na maandamano hayo. Hali si nzuri kwa sehemu chache, walakini kwa sehemu nyingi hali ya utulivu upo, isipokuwa magari pia yamekuwa machache, na tunapoenda hewani imesemekana kwamba mgomo ule wa uchukuzi ama wa magari wa uchukuzi umeweza kusitishwa kwa siku 10. Naam. Wanadai nini waandamanaji? Mgomo huo uliitishwa haswa na wale viongozi wa makundi ya magari, wenye magari ya uchuuzi, yani ile transport sector, wale wenye matatu na kadhalika, wakisema ama wakililia kwamba bei ya mafuta haswa bei ya dizeli imeweza kupanda kwa asilimia ya juu, tokea shilingi 190 hadi shilingi 248. Walakini hapo jana katika zile semezana na viongozi kidogo kuliweza kupunguzwa kwa asilimia chache, waliweza kupunguza kwa shilingi 10 kwa lita. Naam. Na kwa nini walisubiri maandamano ili kuweza kupunguza bei ya mafuta? Kidogo hapa inachanganya wengi, hata mimi pia nimechanganywa na mambo haya. Kama wewe ni kiongozi wa shughuli ya mafuta, inafaa ukuwe unajua, umezingatia kwamba ukiongeza bei hii italeta shida fulani, na kama kuna njia fulani ya kujaribu kumuokoa mwananchi, basi inakuwa bora zaidi kuliko kungoja hadi wakati mambo inaharibika ndio unajaribu kulegeza kamba. Naam. Na mbali na kuongeza au mbali na kupunguza bei ya lita ya mafuta, serikali yenyewe kama serikali imechukua hatua gani kuhakikisha kwamba malalamiko ya waandamanaji yanajibiwa kama wanavyotaka? Hapo mwanzo katika ule mkutano wa pale jana, matakwa ya wale viongozi wa mashirika ya matatu waliweza kuja na kusema kwamba bei ya mafuta taa, yani kerosene, ikiwa bei ya chini kidogo, basi wale walagai wataweza kuzichanganya na kuwauzia watu mafuta ambayo si nzuri. Ndio maana wakasema ni afadhali bei ya mafuta ya ile ya taa iweze kusukumwa juu ama iwe kiwango moja na dizeli. Ndio sasa bei ya mafuta taa ilipoongezwa, basi ya dizeli ikaweza kupunguka na shilingi 10. Serikali kwa pande yake wamejaribu kuweka vikao na wale wanabiashara, lakini bado hakujaza matunda yoyote, na pia ni jukumu kuu la serikali kama shughuli hii ama vita hii ambayo inaleta matata katika mambo ya mafuta itazidi kwenda, basi wanafaa kuwa wamejipanga na kujua kwamba tumejipanga kiwango fulani na mambo yatakuwa shwari. Na tuangalie sasa athari za maandamano hayo. Maandamano hayo yameathiri kiasi gani shughuli za kiuchumi nchini Kenya? Hapo jana kwa kusema kweli, katika mji wa Nairobi hakukuwa na usafiri wa magari, wananchi waliweza kuteseka. Alafu kidogo kwa kuja na wale vijana wale tunaita goons. Mara nyingi unapata kuna viongozi wa upinzani wanajaribu kuwalipa vijana kwenda kuzua rabsha, hasa maandamano ya amani ambayo inafaa kuwa ya amani ya mafuta inageuka inakuwa mambo ya kisiasa sasa, kwa sababu mara nyingi ukiweza kusikia wale vijana walikuwa wanasema one term, kumaanisha kwamba uongozi wa Rais Mheshimiwa Ruto ikuwe wa muhula mmoja, na hiyo sio Kenya watu walikuwa nafaa kwenda kuomba serikali. Kidogo unapata magari zinachomwa, kidogo unapata maduka za watu zinaporwa na kadhalika. Inakuwa sasa ni mambo ya uhuni, watu wengi wameweza kupoteza mali yao. Tumeweza kushuhudia magari zimechomwa katika mji wa Naivasha, kuna kiongozi ambaye amepoteza lori lake. Nairobi kumechomwa gari na kadhalika, na hii ni si nzuri. Na mimi kibinafsi nimesema hata hii siku ya leo nimeweza kuandika katika mtandao nikimwomba yule kamanda wa polisi, kama kidogo majukumu yamekuwa mazito kwake, basi ajiuzulu na aweze kupatia mwingine nafasi ile. Naam. Umesema kuna magari ambayo yamechomwa. Tunaambiwa kwamba kuna watu ambao wamepoteza maisha. Walikufa katika mazingira gani watu hao? Kuna watu wameweza kuleta uhuni katika barabara. Kuna
ndio nasema kwamba ukisikia kuna mgomo, si kila mtu anakujia mambo ya mgomo. Kuna wale wanakuja kupora, kuna wale wanakuja kunyang'anya watu, basi kuna wale wahalifu ambao wanajiingiza ama wanasingizia mambo ya mgomo ili kuwapora wananchi. Ndio maana kidogo kumetokea na maafa, kupigwa kwa risasi kwa vijana kadhaa ambao walikuwa wanajaribu kuzuia ama kuleta rabsha na kufunga barabara na kupora mali ya umma. Hiyo kidogo ni kinyume cha sheria. Naam. Naam, tutaendelea kufuatilia hilo, tutamjuza msikilizaji wetu kadri tunavyopata taarifa hapa kwenye maktaba zetu. Wana hapa wataandamana mpaka lini? Hii leo ama katika dakika chache zilizopita, viongozi wale wa uchuuzi wamesema kwamba wamesitisha mgomo huo, na wamesema wanachama wao wote waweze kurejelea katika makazi, walete gari barabarani, wakiendelea kuzungumza na serikali kwa siku 10 zijazo. Naam.